Peter Passion, kuna hili ambalo siku ya jana inasemekana kwamba baada ya mchezo wa Tabora United dhidi ya Dar es Salaam Young African kutamatika, meneja habari wa kikosi cha Dar es Salaam Young African Ali Shaban Kamwe alishikiliwa na jeshi la polisi. Na inasemekana bwana Mwamba kalala ngome, kalala mahabusu. Ni taarifa ambazo zimethibitishwa, pia zimethibitishwa na mkuu wa kituo cha polisi kwamba jana baada ya game walimshikilia kwa ajili ya mahojiano. Na leo asubuhi walimhamisha kituo kwenda kituo kikuu cha Tabora. Kwa hiyo ni kwa ajili ya mahojiano. Jana akalala kwa ajili ya mahojiano, leo wamemhamisha si kwa ajili ya mahojiano. Na moja kati ya sababu kubwa inatajwa ni kukashifu viongozi wa serikali. Ni moja kati ya tuhuma yake kubwa. Kwa hiyo mimi nafikiri ni misingi tu, unapaswa kuishi kwenye misingi. Unajua ukiwa Yanga ukiwa Simba usifikiri wewe ni mkubwa kuliko serikali. Yaani unatakiwa ukijue kabisa. Yaani Yanga sio serikali, Simba sio serikali. Serikali ina watu wake. Kwa ukipewa dhamana, jaribu kuwa kwenye misingi ambayo inakufanya uwe mtu wa misingi, kwa sababu huwezi kuwa msemaji kama hujapita kwenye journalism, si ndio? Journalism kuna pillars, kuna misingi. Na Ali Shaban Kamwe ni mwandishi wa habari aliyesomea. Yaani sio kusomea tu, ni nguli. Yaani football ameishi nayo. Yaani anajua misingi. Kwa hiyo unapaswa kujua kwamba hapa na muendo vipi? Hapa nafanya plagiarism au unafanya kitu gani? Yes. Umenielewa? Kwa lazima ujue kabisa kwamba hapa nafanya defamation au unafanya kitu gani. Lazima ujue. Sasa kama huwezi kuwa unajua hicho kitu, manake utakuwa na kukosti kila siku. Kumbuka hapa katikati kuna taarifa ilikuwa inamueleza kwamba amepigwa bani, si ndio? Alinusulika chupu na hatujui kwamba taarifa sio alinusulika, mpaka sasa tujajua mpaka taarifa iko vipi, si ndio? Kwa hiyo bado kuna hali nyingine ambayo linatokea tena. Mwisho wa siku utakuwa watu na kutetea, mwisho wa siku watachoka. Hadi Haji Manara waliwahi kumtetea sana kwa muda mrefu sana. Walimtetea sana, kila siku wanamtetea, lakini mwisho wa siku kilitokea kitu gani? Akakuja akafungiwa sio miaka 3 sio 5 ile. Watu wakamwachia sasa. Watu wakamwachia, si ndio? Kwa hiyo mambo kama haya mimi nafikiri kwenye misingi ya kazi yasikutoe utu ukaona kwamba wewe ni bora kuliko watu wengine. Though tunajua maneno ya RC kwamba nakumbuka neno ambalo lilizungumzwa ni kiherehere. Alisema Paul Chacha. Kiherehere. Akasema kuna watu wamekuja hata afya yangu kidogo haiko. Tunasema maneno ya kuchagiza kwenye football. Ya kuchachua. Sasa Ali yeye kwanza moja alisema kwa mara shati yake ile ya Pasaka football ya Bongo wala burudani yake inachachua, lakini sasa unapaswa uangalie unamchachua nani? Yule ni mwakilishi wa rais. Yeye kwa upande wa Paul Chacha, mkuu wa mkoa wa Tabora, manake kwa namna moja au nyingine yeye na Alikamwe wafika uwanjani kwa mujibu wa Alikamwe yaliisha kwa yeye. Sasa lakini ana kofia ya mtumishi wa serikali. Ngoja nikwambie kitu. Unajua maana ya kufanya hiki kitu, mimi binafsi najaribu kufikiria kwa mawazo yangu. Kwa majibu na majibizano yaliyotokea, si ndio? Kwa majibu na majibizano yaliyokuwa yanatokea, unapaswa kujua kwamba huyu amewekwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana yake utamkosoa rais kwa kile ambacho yeye amemkiweka pale, si ndio? Yaani huyu ni mwakilishi wa rais. Unapaswa kuzungumza kwa misingi ambayo unajua kabisa kwamba hapa sitamkosea raia namba 1 wa nchi ambaye ni mheshimiwa rais, si ndio? Yeye ndo kamteua Paul Chacha kwenda pale, si ndio? Tabora United wamempa nafasi kama mlezi, hawajamchagua, si ndio? Wamwambia bana, tunaomba uwe mlezi wa timu kwa sababu wewe ndio mkuu wa ulinzi na usalama wa mkoa, si ndio? Kwa wanapaswa kuwa na misingi. Mimi nakumbuka Alikamwe pia huyu aliwahi kutumia lugha chafu kwa Juma Ramadhani Mgunda, si ndio? Kwamba huyu na huyu bora nini? Unakumbuka hiyo kauli, si ndio? Ndio. Akaomba radhi na Juma Mgunda akamsamehe, si ndio? Akasema huyu ni kijana wangu, ni mwanangu, yapite tu yaishe, si ndio? Yakawa yameisha. Kwa hiyo haikuwa ni kauli nzuri, lakini Juma Mgunda alipokea kwa sababu yeye hayupo kwenye serikali, yupo kwenye michezo. Aliona ni kijana kateleza na nini, yamepita. Lakini usi oversize, ukazidi kupitiliza. Ukaona kwamba sasa nastahili kufanya kila kitu. Of course mimi najua ni jambo litaisha, lakini wanapaswa kuwa ni alert kwa wengine pia, maafisa habari wengine wajue kwamba nafasi uliopewa wewe sio Mungu mtu kwenye hiyo nafasi. Unapaswa kuheshimu mamlaka zilizowekwa. Na football, hakuna sehemu ambapo football imeandika kwamba wewe kwenye mpira ndio uongee ovyo. Haipo. Yani kwenye football kwamba kuna kipengele kwa mantiki hiyo Alikamwe ni muongea ovyo. Yani kwa maana hivi hata tunasikia maafisa habari wengine wanachachuana. Unajua kuna kuchachua afisa habari. Yani wewe ni afisa habari kunichachua mimi. Yuko wenyewe kama yeye anavyochachua na Ahmed Ali. Yes.
au yeye na Hashimwibo, yes, au yeye na Zakazakazi, au yeye na Christina Mwagala walipokuwa wanachachuana kwenye mechi ya dabi. Maneno lazima uangalie kwa mfano maneno ya Christina Mwagala kwamba asipoomba radhi ndani ya masaa 24 yametimia. Ndio maana yake kwa sababu yeye sio anajua labda mipango ni nini. Mlezi wake wa timu ni Paul Chacha, maana huenda alikuwa anajua nini kinafanyika. Na waliacha mechi ipite, waache kwanza baada mechi iishe, na niliona alikaa walienda kusalimiana na nani na Paul Chacha, yes, ndio mapema kabisa. Sasa hiyo unaweza kawa wewe umeifanya na labda mkuu wa mkoa yeye hana hiyo tayari ameshasamee, lakini vyombo vya ulinzi na usalama vinamwamini yule kama ndo mkuu wao wa ulinzi na usalama. Kwa nini umdisvalue mbele yetu? Umenielewa vizuri? Unaweza kukuta Paul Chacha yeye hilo alisamee, si ndio? Lakini wale ambao wanafanya kazi ambao chini ya mkuu wa mkoa wakaona kwamba hapana, lazima tukamuulize, sababu kuna RPC pia, si ndio? Kwa mkoa, si ndio? Kuna viongozi, kuna watendaji wake kazi, si ndio? Kuna ile unazungumzia pillars ya uongozi yote ipo. Yeye anaweza akasema bana mimi bana kijana wangu mimi sawa tucheze mpira, ilikuwa ni maneno ya kimpira, lakini hao wengine sasa sawa. Hao wengine sasa ambao wako chini yake wanaona sasa no, haiwezekani. Kwa nini amdisvalue mbele yetu? Tukamzungumze naye tujue alikuwa na lengo gani, si ndio? Na wakati kuna watu wa usalama wapo, ndo kazi yao. Wana haya maneno ulikuwa unamaanisha nini? Ndio maana yake. Na kwa nini? Ndio maana nasema kwamba unapaswa kuwa na misingi. Unajua hii imezidi imetokea mara kadhaa kwa Alikamu, unajua. Na kwa upande wa serikali hawajui kama mnachachuana, unajua Sasa kuchachuana serikali haina utani kaka. Kwa sababu wanaona kabisa ni defamation, na defamation ina vifungu vyake pale. Serikali tu ukitumia lugha chafu ni kosa kikanuni, si ndio? Kisheria. Yaani ukitumia lugha chafu kwa mtu akikushtaki ni tayari ni umedefamate mtu. Ngoja mimi wakati tunaendelea hapa niendelee kumtafuta wakili Masudi tuone kwa upande wa taratibu za kisheria. Unaweza kujua nini inakuwaje. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinahitaji kuwa na mipaka. Mimi binafsi naamini litaisha, lakini kuisha kwake leo ni fundisho kwa maafisa habari wengine pia. Yaani tatizo siku hizi uafisa habari umeonekana kama yani unaweza kumsema yoyote kwa sababu wewe labda timu yako ina fan base, si ndio? Nakumbuka juzi hapa aliitwa Ahmed Ali, aliitwa na Alikamu pia kwa pamoja. Kwa hiyo wanapaswa kuwa na misingi imara ili kuweza kuweka vitu ambavyo ni sahihi. Unajua ukiamua kujiepusha na vitu ambavyo si sahihi kwenye serikali, inaweza kuwa na wakati mzuri zaidi kuendelea kuwa safe zaidi. Kuna maafisa habari wengine hata hawajaguswa. Nakumbuka juzi afisa habari wa Kagera pia na yeye, afisa habari wa Tanzania Prison pia unajua seke lake, si ndio? Ndio. Kwa hiyo inatokea. Hivi kifungo kijaisha? Mimi sijui sasa. Kwani mimi ndio nitoa hukumu? Sijui kifungo. Sasa si mwanao. Sasa mwanangu inahusika nini kwenye? Si unauliza. Bwana muulizaji, mbona sikusikii? Mbona sikusikii? Kwa hiyo yanatokea. Kwa hiyo mimi nafikiri ni kuwa na mipaka ya kazi. Yaani usifikiri kwamba kuwa kwenye klabu wewe ni juu ya mamlaka. Mamlaka zipo ili ziheshimiwe. Yaani mamlaka zimewekwa hata kuwa ni Musa huwa anazungumza siku zote kwenye madhabahu ya kudumu ngome ya Yesu Kristo. Huwa anasema kwamba hata yeye anaheshimu mamlaka. Yeye sio mwanasiasa na hafanyi siasa na haipo kwenye siasa. Ila lazima muheshimu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu hata Biblia inaandika heshimuni mamlaka zilizowekwa. Kwa hiyo kama mamlaka zimewekwa unapaswa kuzirespect. Muhimu sana. Sasa Peter Passion, tusikie kile ambacho kinamfanya Alikamwe hawe kwenye heka kule ambako nyuki yakumbatiwi. Tabora, kile ambacho alikizungumza ambacho mpaka hivi sasa ameshikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya kulitolea maelezo zaidi kwa Ali Shabani Kamwe, afisa habari wa kikosi cha Dar es Salaam Young African. Sisi tunamheshimu sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Suluhu Hassan. Naomba umpigie makofi mengi sana Daktari Suluhu. Tunamheshimu kwa sababu mtu wake aliyemtuma huku anatuchokonoa. Huyu mtu wake ambaye Mheshimiwa Rais kamtuma huku anatuchokonoa. Anatutafuta la rohoni sisi Yanga. Sasa
heshima tunaanza kwanza kuomba radhi kwa aliyemtuma huko. Baada ya radhi tunashughulika naye. Tumwambie mheshimiwa mkuu wa mkoa anaitwa nani? Chacha anaitwa Paul Chacha. Jumatano atachacha kweli. Yeye na hao wanaomdanganya. Mwambieni mheshimiwa Chacha, mwenyekiti wa wasemaji amesema Jumatano atachacha kweli. Amezungumza kwamba ameshangaa eti msemaji wa timu kapata mapokezi. Haya bwana, huyo ni Ali Shaban Kamwe, na hiyo ndiyo kile ambacho Ali kizungumza. Mimi naona ndugu yangu Passion yeye alisema naanza kuomba radhi kwa aliyemtuma. Sasa tuliachie jeshi la polisi au unasemaje? Tunaliachia jeshi la polisi na linafanya kazi yake. Nafikiri kwa mahojiano sio kosa kubwa, kwa sababu wanachohitaji ni kujiridhisha. Wanahitaji kujiridhisha ili waweze kuweka jambo sawa kwenye jambo hilo. Na sisi tuliachia jeshi la polisi lifanye kazi yake, kwa sababu sisi hatuwezi kuwa na sauti wala mamlaka juu ya jeshi la polisi. Lakini sisi tunajaribu kushauri kwa maafisa habari kwamba nafasi uliopewa sio nafasi ambayo unaweza kumdisvalue mtu yoyote. Jaribu kuangalia title ya mtu, hata kama sio hana title, basi tumia weledi zaidi kuweza kuresolve kitu. Unajua ukimsikiza hapo Ali Kamwe hazungumzi kwa ajili ya kumdisvalue kiongozi, ila ni kutaka kuwafanya mashabiki wa Young Africa waenjoy, si ndio? Si ndio kuchachuana? Ndio kuchachua, lakini sasa unapochachua angalau unachachua vipi? Usichachue